Mtoto wako aliyoko tumboni amegeuza kichwa chini na mimba yako haijafikisha hata ile miezi mitatu ya mwishoni, labda hiyo ipo miezi mitatu ya katikati, na unajiuliza maswali: je, ni kawaida au kuna changamoto? Na je, atabaki hivyo hivyo mpaka kuweza kujifungua kwako au mwishoni kabisa mwa ujauzito, kipindi ambacho uchungu unaweza kuanza? Karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuweza kutembea channel yangu, unaweza kusubscribe hapo chini uendelee kujifunza kuhusiana na afya mama mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga. Kuna moja mfuataji wangu hapa aliniuliza swali. Anasema, hello doctor, hivi mtoto kugeuza kichwa chini wiki ya 27 hii ni sawa? Nimeenda kufanya ultrasound nikaambiwa ameshageuza kichwa chini. Ni mimba yangu ya kwanza, kuna namna napata wasiwasi, msaada wa kitaalamu. Sasa inawezekana wewe ni kama huyu ambaye ni mimba yake ya kwanza na umefanya ultrasound au umeambiwa kwamba kitangulizi cha mtoto amegeuza kichwa chini, na ukawa na wasiwasi, mbona mimba haijafika mwishoni na mtoto tayari ameshageuza kichwa chini. Hiyo ni hali ya kawaida kabisa ambayo mama mjamzito anaweza kukutana naye, hasa mtoto wake ambaye yuko tumboni akawa amegeuka mapema. Sasa mara nyingi tunasema kwamba kabla mimba haijafikisha wiki 28 au miezi mitatu ya mwishoni, mtoto anaweza kawa anageuka, anaweza kageuza kichwa chini, anaweza miguu yake ikawa upande labda kushoto au kulia na kichwa kikawa upande wa kushoto au kulia, lakini wakati mwingine anaweza kawa amegeuza makalio, na hiyo hautakiwi kuwa na wasiwasi kabisa, haswa kama mimba iko miezi mitatu ya katikati. Na hapa nazungumzia mimba ambayo ina wiki 13 mpaka wiki 27. Sasa endapo kama mtoto pia amegeuza kichwa chini, pia usiwe na wasiwasi wala usijiulize maswali mengi kwamba labda anapata changamoto, labda itamletea shida kwa sababu kichwa kiko chini na atakaa muda mrefu. Hapana, kumbuka mtoto huyo anaweza kageuka. Sisi tunachokuwa tunazingatia au tunatamani mama aweze kujua na kuweza kuzingatia ni kwamba mimba inapokuwa inafikisha haswa kuanzia wiki ya 32, japo miezi mitatu ya mwishoni watu tunatamani mtoto huwa anakuwa anaanza kugeuza kile kichwa chini, haswa mimba inapokuwa na wiki 28 na kuendelea. Lakini kishafika ile wiki ya 32, watoto walio wengi kwa asilimia nyingi huwa wanakuwa tayari wameshaanza kugeuza kichwa chini, tayari kwa ajili ya kujiandaa na ule uchungu wa mwisho na kuweza kutoka. Kwa hiyo kuanzia wiki ile ya 32, wiki ya 34, watoto wengi wanakuwa tayari wameanza kugeuka, na mpaka inafika ile wiki ya 36, kama mtoto wako alikuwa hajageuka kabisa, ametanguliza bila makalio au ametanguliza bega, tuna wasiwasi kwamba mtoto huyo atakuwa na bleach presentation, kwa maana kwamba hatoweza kugeuka tena. Hasa kama ni mimba yake ya kwanza, mara nyingi huwa anakuwa tayari ameshaanza kuingia kwenye nyonga mapema kabisa, kabla ya uchungu kuweza kuanza. Maana yake ile wiki ya 36 kimahesabu ya kawaida tunajua kwamba ni miezi 9, lakini mimba inakuwa imeanza kukomaa kuanzia ile wiki ya 37. Kwa hiyo miezi 9 na wiki moja, mtoto kama hajageuka, kuna wasiwasi kwamba mtoto anaweza sigeuke tena. Sasa ndio maana kuna video yangu moja nilizungumzia kuhusiana na mazoezi ya kuweza kufanya ili uweze kumgeuza mtoto wako. Na mazoezi haya ni vyema sana uweze kufanya mimba inapokuwa na wiki 32, wiki 33, wiki 34, haswa kama mtoto wako hajageuka, unaona ametanguliza makalio, unaweza kufanya mazoezi hiyo, ila kama una vigezo ya kuweza kufanya hayo mazoezi. Na kama unatamani kuweza kujua video hii, unaweza click suggestion hapo juu, utasikiliza mara baada ya kumaliza kusikiliza video hii. Kwa hiyo mtoto mara nyingi tunatamani, au mara nyingi kitaalamu huwa wanakuwa wameshageuka mpaka kufikia ile wiki ya 36. Lakini kama huko wiki ya 26 mtoto amegeuza kichwa chini, wala usio na wasiwasi. Wiki ya 27 kama huyu, wiki ya 32 usio na wasiwasi. Haswa mimba ikiwa na wiki 32, maana yake ni miezi 8 kwenda juu, mara nyingi watoto wengi wanakuwa washaanza kugeuka, na wengine wanakuwa wameshageuka na hawezi kubadilika tena. Na mara nyingi watoto katika kipindi hichi cha miezi mitatu ya katikati anaweza akawa anazunguka, kwa maana kwamba sio lazima wewe atakaa muda huo kwamba kichwa chake kiko chini. Kuna muda unakuta kile kichwa kimekaa upande au kipo upande wa kushoto au kulia. Lakini inapofika mimba ya wiki 34, 35, 36, mara nyingi kama amegeuza kichwa chini, basi watoto walio wengi na asilimia kubwa huwa hawageuki tena mpaka uchungu unapokuja kuanza. Na ndio maana tunasema kwamba kama umefika wiki ya 36 alafu mtoto bado yuko bleach au ametanguliza makalio au miguu, maana yake uwezekano wa kugeuka tena inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo mtoto ataendelea kugeuka na kugeuka, lakini wakati mwingine kuna mambo ambayo yanaweza kupelekea mtoto asigeuke. Na kama ukisikiliza video hiyo, unaweza click suggestion hapo juu, mambo yapi ambayo yanapelekea mtoto asigeuke tumboni. Kama alikuwa ametanguliza kichwa kabaki hivyo hivyo,
mpaka unakuja kujifungua kama ametanguliza makalio akabaki hivyo hivyo. Hata ukifanya mazoezi wakati mwingine anaweza sisaidie mtoto wako kuweza kugeuka. Lakini kuna huyu mwingine, yeye aliniuliza swali akasema, mimi nikilala kushoto mtoto atulii, anacheza nguvu nyingi muda kwa muda, nikafikiri atakufa. Alikuwa na wasiwasi. Mara nyingi tunashauri mama mjamzito, mimba yako inapokuwa imefikisha miezi 3 ya mwishoni, haswa inapokuwa miezi 3 ya katikati, kama na mimba ya mapacha au tumbo lako kubwa au na mtoto mkubwa, uanze kujifunza kulalia upande wa kushoto. Unaweza kutumia upande wa kulia au pande zote, lakini usilalie mgongo, yani kulala chali. Si salama kiafya, haswa mimba inapokuwa kubwa. Na hiyo inatofautiana kati ya mama mmoja na mama mwingine, lakini miezi 3 ya katikati unaweza kujifunza, na ile miezi 3 ya mwishoni uwe tayari unaweza kabisa kuweza kulalia upande wa kushoto au kulia. Ni muhimu sana. Kama unataka kujifunza zaidi kuhusiana na umuhimu wake, unaweza kuklik suggestion hapo juu, utasikiliza mara baada ya kumaliza kusikiliza video hii. Sasa kama ulikuwa una swali kwamba mtoto wako hajageuka, je, unaweza kujifungua mtoto ambaye hajageuka, kwa maana kwamba yuko breech, na ukatoa mtoto wako salama? Kama ulikuwa una swali hilo, unaweza kuklik suggestion hiyo hapo kusikiliza video kuhusiana na je, unaweza kujifungua mtoto kama hajageuka, amegeuza makalio na sio kichwa, kwa maana kwamba ametanguliza kile chogo ambavyo ni kawaida na imekuwa sio kawaida, yeye ametanguliza makalio, miguu anatoka kawaida kweli? Ukiwa na swali zaidi niulize hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.